Usichanganye zege hivi, ndiyo sababu nyumba nyingi zinapasuka. Sasa je, inatakiwa uchanganye vipi? Nisikilize mpaka mwisho. Uwiano sahihi wa zege imara dhidi ya zege dhaifu. Nguzo dhaifu utakuta mara nyingi watu wanatumia kipimo cha 1:6. Yaani hapo wanaweka tu saruji, yani saruji ni mchanga. Hapa nifafanue vizuri. Nikitamka neno saruji, saruji ni Kiswahili kabisa cha Tanzania, ila kwa Kiingereza ndio sementi. Kwa hiyo nikitamka saruji tambua kwamba ni sementi. Naendelea. Nguzo dhaifu ambao huwa wanachanganya 1:6. Sawa sawa na saruji na mchanga. Hapo changamoto hapo kuja mchanga mwingi sana, saruji ni kidogo. Nguvu ya kushikamana ni ndogo. Nguzo hubomoka kirahisi. Inaokoa pesa leo, lakini gharama za matengenezo huongezeka baadaye. Ukiangalia kwenye hii picha vizuri, hiyo inaonekana kwenye mkono wako wa kushoto. Angalia mkono wako wa kushoto hapo, ambapo juu yake kuna nembo ya Mjenzi wa Nyumba TZ. Hiyo ndio madhara yake makubwa kwa lesho, hiyo ndio kutajia. Nakuja sasa kuzungumzia nguvu nyingine ya hapo. Nguvu yenye nyufa. Hii saruji, mchanga, kokoto. Makosa ya kawaida: maji mengi kupita kiasi au kukosa kokoto ya kutosha. Maji yakikauka huacha mapengo, nyufa hutokea, hudhoofisha uimara na hupunguza uwezo wa kubeba mzigo. Hili linalozungumzia ni hiyo nguzo iliyopo katikati. Yenyewe leshe yake haikuwa mbaya sana, ilikuwa vizuri. Changamoto yake ni kwamba kokoto zilikuwa chache na maji yamewekwa kupitiliza, maji yamekuwekwa mengi kuzidi kiwango. Kwa hiyo madhara yaliyotokea ni hayo. Picha unayoiona hapo katikati, hiyo nguzo hapo katikati kwenye picha. Sasa tunazungumzia hiyo nguzo ya mwisho ambayo iko salama. Nguzo imara: saruji, mchanga, kokoto. Hii inazungumzia ni hiyo nguzo ya pembeni ya mwisho kabisa kwenye mkono wako wa kulia. Iangalie kabisa mkono wako wa kulia pembeni kabisa. Nguzo imara: 1 kwa 2 kwa 3, saruji, mchanga, kokoto. Mchanganyiko uliosawazika: saruji hufunga mchanga, hujaza mapengo, kokoto huongeza nguvu, hustahimili mizigo na hali za hewa vizuri, hutoa usalama na uimara wa muda mrefu kwa nyumba za familia. Huo ndio mchanganyiko bora na wenye viwango unavyokubalika. Mambo muhimu ya kuzingatia: uwiano ndio kila kitu. Makosa ya vipimo, nguzo dhaifu na hatari. Usiongeze maji kupita kiasi. Maji mengi uharibu zege. Uwiano sahihi: 1 kwa 2 kwa 3. Ujenzi imara, salama na wa kudumu. Elimu sahihi huokoa pesa na maisha. Dai mchanganyiko sahihi kwenye site. Nguvu ya zege inategemea uwiano sahihi wa mchanganyiko. Uwiano mbaya husababisha zege dhaifu, nyufa na kupungua kwa uwezo wa kubeba mzigo. Zege dhaifu ni sawa na kutoa saruji ukajumlisha na mchanga pekee. Nguvu ndogo sana ndio inayotokea kwenye hiyo nguzo ya kwanza mkono wa kushoto. Nguvu ndogo sana. Zege lenye nyufa, uwiano mbaya na maji mengi. Hiyo inatokea kwenye hiyo nguzo ya katikati. Zege imara, uwiano sahihi: 1 kwa 2 kwa 3, uimara na kudumu muda mrefu. Tumia vipimo sahihi kila mara. Dhibiti uwiano wa maji na saruji. Hakikisha material bora yanatumika site. Ujenzi imara huanza na mchanganyiko sahihi. Hiyo ndiyo jambo muhimu sana na ya kuzingatia. Ili uweze kuendelea kuzipata elimu kama hizi, wasiliana na Mjenzi wa Nyumba TZ kwa simu namba 0712937090, simu ya kawaida au na message ya kawaida. Kwa WhatsApp ni 0765937090. Pia unaweza kutembelea kwenye baadhi ya mitandao kama vile unaweza kuwasiliana nasi kupitia kuona kazi yetu kwenye website. Website yetu ni mjenziwanyumbatz.com. Pia kwenye email ni info@mjenziwanyumbatz.com. Mawasiliano haya ni kwa ajili ya kazi ya kupea elimu za ujenzi. Pia ukitaji huduma za ramani, kwa maana tunachora ramani za nyumba za aina zote.
tunajenga nyumba za aina zote, tunapaua mapaa ya aina zote, tunapiga plasta, tuna skim hadi kupaka rangi, na tunamaliza na kazi ya tiles, wengi mmezoea kuita jina la marmaro. Hizo ndio kazi ambazo tunaweza kuzifanya. Namba nizo kutajia ndio hizo hizo.